Wazo ambalo RATRA wamekuja nao la kuanzisha SACCOS, si tunaona ni wazo kubwa na ni wazo ambalo litatoa suluhisho na ni wazo ambalo matamanio ya wakati wote ya kuona bajaji na bodaboda zinarasimishwa kama kazi rasmi itawezekana sasa kupitia SACCOS, kwa sababu SACCOS ni mahali ambapo watu wataweza kuweka pesa, lakini mahali ambapo benki itaweza kuamini watu wanaotaka kufanya biashara bodaboda na bajaji, lakini mahali ambapo pia patakuwa na usalama zaidi kwenye kurasimisha kundi hili kama ajira rasmi. Na mtazamo wangu mimi na mtazamo wenzangu kwenye serikali kwenye mkoa wa Njombe ni kwamba kazi ya bajaji na bodaboda ni kazi rasmi, ni kazi ya heshima, ni kazi ya utu. Kwa lazima sisi ambao tuna facilitate tuweze kuiheshimu, kwa sababu kulasimisha kutaenda pamoja sasa kuwasajili, leseni, mafunzo, lakini mikopo, bima za afya. Inakuwa ni kundi ambalo ni kundi rasmi kabisa ambalo linabeba utambulisho, na sisi kama serikali ya mkoa tuko tayari kuungana na RATRA kuona kwamba SACCOS ya bodaboda na bajaji mkoa Njombe inakuwa ni SACCOS kubwa, SACCOS ambayo inaweza kufikia mahala pa kuchagua kwenye biashara nzima ya bodaboda na bajaji wafanye nini. Waagize container za pikipiki na bajaji kuleta wao wenyewe, au wauze vipuri vifaa vya spare za bajaji na bodaboda, au hata wao wenyewe kuanzisha garage maalum ambayo itakuwa inafanya kazi zao na kuajiri vijana wengine kwa ajili ya kufanya hizo shughuli au kutoa hizo huduma katika ubora. Lakini kikubwa tunawaondosha sasa bodaboda kwenye kazi za ridhaa kuwapeleka kwenye uchumi halisi ambao utaweza kutambulika, na wakati sawa na watu wengine ambao wanakopesheka na kufanya shughuli zingine. Kwa sababu pia tunao mifano ambayo ni mizuri. Tuna watu ambao walianza na bodaboda moja, leo na bodaboda 3, wameenda kwenye bajaji, wengine wameanza kununua kenta, wanafanya usafirishaji, wamekuwa watu mahiri. Tuna bodaboda ambao sasa wamejenga nyumba, wanaendesha maisha, wanasomesha watoto, wamekuja kwenye maisha ya kifamilia. Tuna bodaboda ambao kupitia bodaboda na bajaji wamepata mitaji ya kufanya biashara zingine, lakini kundi ambao lina mchanganyiko wa watu, vijana ambao wamesoma vizuri. Tuna bodaboda na bajaji ambao wana masters, wana degree moja, wana diploma, form 4 liver, form 6 liver. Tuna ambao wameishia elimu ya msingi, kuna ambao Mungu akuwapa nafasi ya kusoma lakini anaona kwamba hana mahala pa kushika, amekuja kwenye biashara, kwenye fanya kazi ya bodaboda na bajaji, ameheshimu. Kwa hiyo wito wangu tu ni kuomba kwamba vijana wetu, maafisa usafirishaji, tunawakaribisha sana, na ninatoa wito kama mkuu wa mkoa mzima wa Njombe, bodaboda na bajaji waweze kuitikia wito wa kujiunga kwenye SACCOS yetu ya mkoa, ili tuweze kuwa na bajaji na bodaboda salama kama kazi rasmi kwa watu wa mkoa wa Njombe. Tumetembelea mkoa wa Njombe katika ziara zetu za kawaida za kutembelea mikoa, pia kuona hali ya usafiri nchini katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Fika hapa Njombe, mimi mwenyeji wangu mkuu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka, lakini pia huyu ni mdau wetu mkubwa sana, na kikubwa tunalolizungumza na tunalopanga katika mkakati wetu ni kuangalia sana hawa vijana wetu maafisa usafirishaji. Na labda watu hawajui, hili jina la maafisa usafirishaji lilianza wakati wa mkutano mkubwa sana ulioitishwa na Mheshimiwa Mtaka kule akiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma. Lakini namuona ninavyomjua, inawezekana hii SACCOS itakayoanzishwa Njombe itakuwa ni ya kwanza ya mfano ninavyoiona. Na kwa sababu mtazamo wetu na mapendekezo yetu ni kuwa na mfumo wa kidijitali utakao waunganisha vijana wote hawa wasafirishaji, maafisa usafirishaji. Tukianza na Njombe, ikawa na mfumo mmoja wa kuanzia ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, mpaka ngazi ya kata. Tukaweka katika mfumo, wakawa wanaweza kudhibitiana, kupata taarifa zao. Mfumo huu ukienda kitaifa, tutaweza kuwa na chombo kizuri sana, tutaweza kuboresha huduma hizi za usafiri na hawa vijana wakawezeshwa sana. Kwa mfano kule Mwanza washaanza kukopeshwa, hata Kilimanjaro wameshakopeshwa na mabenki kwa sababu tu ya ile uaminifu wa kuwa pamoja, makusanyo yao yanaonekana kwenye wana akaunti benki, kwa hiyo wanaaminika sasa wanaweza kukopeshwa na wakafanya kikubwa zaidi. Fred Msemwa ni katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango. Hizi siku mbili tokea jana tuko hapa mkoani Njombe, tumepata
nafasi ya kuwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Mtaka, na hii ni ziara fupi ambayo ni sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa dira mpya ya maendeleo ya taifa, dira 2050, ambayo ilizinduliwa hivi karibuni. Na mojawapo ya mambo yaliyosisitizwa katika dira yetu ya taifa ya maendeleo ni pamoja na kujenga uwezo wa watu, hasa vijana, na kuwaunganisha na fursa muhimu za kiuchumi ili waweze kunufaika na uchumi wa nchi yao. Na mojawapo ya vitu ambavyo vimetukwamisha kama taifa katika kuongeza kasi katika ukuaji wa uchumi ni kwamba uchumi wetu kwa kiasi kikubwa upo katika sekta isiyo rasmi, kwa maana ya kwamba sekta kubwa tu ya uchumi wetu haijasajiliwa na haitambuliki katika uchumi rasmi. Na mojawapo ya sekta hizo ni sekta hii ya usafirishaji, hasa katika eneo hili la usafirishaji wa pikipiki au bodaboda. Nchi yetu inakadiriwa kuwa na pikipiki zaidi ya milioni 1, na kwa hesabu za haraka thamani ya pikipiki zote zilizopo nchini ni zaidi ya trilioni 2.5. Na kwa kiasi kikubwa sekta hii inafanya kazi katika sekta isiyo rasmi. Na kwa hiyo mojawapo ya malengo yetu ni kufanya watu wanaofanya kazi katika sekta hii waweze kutambulika katika mfumo rasmi wa uchumi ili waweze kuunganishwa na fursa zingine zinazotokana na uchumi. Sasa tupo hapa Njombe na bahati nzuri sana tumekuwa asubuhi ya leo tuko na mkurugenzi mkuu wa LATRA ambaye kupitia ubunifu wake yeye na taasisi yake wamekuja na wazo zuri la kuanzisha vyama vya ushirika vitakavyosimamia biashara ya bodaboda. Na wazo lao linaoana kwa kiasi kikubwa na malengo makuu ya dira, ambayo mojawapo ya lengo ni kuchochea na kurasimisha na kukuza sekta ndogo ya ushirika, ili sekta hii iweze kutoa mchango ambao umekuwa ukifahamika toka miaka mingi kwamba sekta ya ushirika imetoa mchango mkubwa sana katika nchi yetu kama tunavyojua katika historia. Kwa hiyo kupitia ubunifu huu ambao unafanywa na mamlaka ya LATRA, tunategemea kwamba SACCOS zitakazoanzishwa kwa njia ya kuwaunganisha bodaboda wengi wanaofanya kazi katika mikoa mbalimbali katika nchi yetu, tutaweza kupata kwanza kutambua hawa vijana walioko katika sekta hii, na kupitia utambuzi huo vijana hawa wataweza kwanza kuweka malengo yao na pia kuweza kufikia fursa zingine za kiuchumi na kuunganishwa na sekta ambazo kwa sasa hawezi kuzifikia kwa sababu wanafanya kazi wakiwa ni mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tunafikiri kwamba Tume ya Taifa ya Mipango ina wajibu na itatakiwa ifanye kazi kwa karibu kuhakikisha kwamba wazo hili linafanikiwa, hasa tukilenga kuwaunganisha vijana waweze kuwa na mifumo imara ya kifedha, hasa katika kuweka akiba, kwa sababu kunapokuwa na watu wengi kunakuwa na fursa nyingine zinazotengenezwa kutokana na wingi wa watu. Kwa hiyo tunategemea kupitia fursa hii jenga msingi wa kimtaji, kwa sababu wakiwa wengi wanaweza kuanzisha mfumo wa kuweka akiba. Na kwa mfano hapa Njombe inakadiriwa kuna pikipiki zaidi ya 3,000 mpaka 5,000, labda 4,000. Kwa siku moja wakiweka shilingi 2,000 wanaweza kuwa na shilingi milioni 8 ambazo ni karibu shilingi milioni 240 kwa mwezi. Na kwa mwaka hawa vijana wanaweza kuwa na pesa nyingi zinazoweza kuwafanya wakaunganika kirahisi sana na mfumo wa bank ambao unaweza ukatumia mtiririko wa fedha wanaoweza kutengeneza kupitia umoja wao kuweza kuwapa mikopo ya vyombo zaidi vya usafiri, hata kuingia katika mnyororo mwingine wa usafirishaji, ikiwa ni pamoja na vyombo vingine ambavyo vitaonyesha ukuaji wao katika sekta hiyo, kutoka katika bodaboda kwenda katika bajaji kwenda katika mabasi makubwa, na hata kushiriki katika uchumi wa kilimo ambao unaendelea vizuri hapa Njombe.
Kwa hiyo tunategemea kadri watakavyokuwa wanapewa miongozo na kujielimisha na kusimamiwa na viongozi wetu katika mkoa wakiongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe, vijana hawa kwa sasa tuna uhakika wataweza kuwa na ukuaji unaotabirika kwa sababu ya kujisimamia wenyewe na kuwa na matumaini, kwa sababu watakapokuwa wamehakikishiwa ukuaji katika mtiririko na uimara wa uchumi wao, watakuwa na mtizamo unaolenga kufikia malengo ambayo hapana shaka yatawafanya waendelee kuwa vijana wazuri na watoe mchango mkubwa zaidi katika nchi yetu, na waweze kuaminika na vyombo vya kifedha, waweze kuaminika na wasafiri wanaonufaika na huduma zao, na hivyo kuweza kuwa na uchumi ambao unakuwa ni jumuishi, kwa maana ya kwamba hakuna mtu anayeacha nyuma na kila mtu ananufaika na ukuaji wa uchumi ambao utatokea katika nchi yetu. Kwa hiyo napongeza sana LATRA kupitia wazo lao hili zuri. Tume ya Taifa ya Mipango itakuwa tayari kushirikiana nao na kutoa kila aina ya ushauri ambao utahitajika katika kuhakikisha wazo hili linafanikiwa, ili kwa pamoja tuweze kujenga nchi yetu na vijana wetu ambao ndio nguzo muhimu ya nchi yetu waweze kufanikiwa na kuwa na matumaini zaidi na uaminifu kwa taifa lao. Vidogo ambapo sasa katika mazingira haya ina maana kwamba mfuko huu au programu hii itawezesha madereva wa bajaji kuweza wao kama wao kujikwamua katika mazingira ya kiuchumi na mazingira mengine pia hata ya kijamii. Na namna kuyafikia watu wengine inategemea kwamba ile elimu ambayo tumeipata sisi tuwafikishia wale wenzetu ambao wako maeneo ya mbali kidogo. Na mbali na hapo pia nategemea kwamba vikao ambavyo vitaitishwa na Secretariat ya mkuu wa mkoa vitasaidia zaidi kuwafikia wale, hususan kama tulikuwa tunaongea na mkuu wa mkoa leo kwamba anategemea kwamba aitishe vikao na viongozi wote wakiwemo viongozi wa wilaya pamoja na matawi mengine ya hapa Njombe mjini. Jina ni Reverend Mtikanti Msigwa, mwenyekiti bodaboda wilaya ya Njombe. Tunashukuru kwa fursa tulizotoka kuzipokea kwa maelezo ya mkuu wa mkoa. Sisi kama viongozi tumezipokea kwamba tunakwenda kujiwezesha. Kazi hii tunaifanya ijulikane rasmi na serikali, lakini pia iweze kupata fursa za serikali. Sisi jambo kama la kufungua SACCOS tumepongeza mamlaka ya LATRA. Kwanza tutakuwa tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe kujikwamua kiuchumi, kwa maana ya kupata mikopo pasipokuwa na masharti kandamizi na mikopo ambayo itakuwa ina riba nafuu.